Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Idhaa ya Kiswahili toka Fizi News 24. Mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, wa mjambo na moja kwa moja ambatana nasi tukiwa mashariki mwa DRC South Kivu. Mtangazaji wako si mwingine ni Natasha Mingu Andrea. Tuangazie habari zetu na habari za kijamii. Takribani watu 3 wamepoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa katika jiji la Bukavu na maeneo jirani ndani ya muda wa wiki moja. Tathmini hii imetolewa na mwanaharakati wa kijamii David Chikuru wakati wa mahojiano na waandishi wa habari wa kituo chako cha matangazo Ijumaa Machi 13, 2026. Aliripoti kuwa matukio hayo yanatokea kwenye barabara kadhaa, haswa kwenye eneo kati ya uwanja wa Uhuru na Bagira, ambapo mtu wa miaka 30 aligongwa na lori. Misiba mingine imeripotiwa karibu na Panzi, ambapo msichana mdogo aligongwa na pikipiki, na pia katika maeneo jirani ya Parokia Chai na kando ya barabara ya Patrice Emery Lumumba. Msuruhu wa ajali kimsingi unachangiwa na mwenendo kasi, kuendesha gari ukiwa mlevi na kupuuza wasiwasi sheria za trafiki na baadhi ya madereva ambao hata wanapuuzi kwenda mwendo wa polepole hata maeneo ambapo shule zinapatikana, anaongeza kiongozi huyu wa jumuiya. Akikabiliwa na hali hii, David Chikuru anatoa wito kwa mamlaka za jiji kuongeza uwezo wa polisi wa trafiki pesere kwenye barabara ambazo mara nyingi upuuzwa kama vile Bwindi, Kadutu na Panzi. Pia anawataka wamiliki wa magari kuhakikisha magari yao yanafanyiwa uchunguzi wa kiufundi mara kwa mara ili kuzuia kupoteza maisha zaidi katika barabara za Bukavu. Alisema ya misiba ya barabarani inaendelea kuhuzunisha raia wa mji wa Bukavu na hata wa matarafa, sababu hapa mjini Bukavu hakupite juma tena kusikia kama mtu amefariki kutokana na kugongwa na gari wala pikipiki. Tunaomba wale wanakuwa polisi wa barabarani kuwa makini sana zaidi, waongeze mapolisi ngambo za Bwindi, barabara kwenda Bwindi, kwenda Kadutu, nafasi zingine, kusudi wale madereva ambao hawaheshimu kanuni za barabarani wapate namna gani ya kusaidia. Na tunaomba madereva, kwa nini kutembeza mwendo wa kasi wakati watu wanapita, wanafunzi wanaenda shuleni? Ile yote inaendelea na kuleta shida. Wala dereva wengine watumie pombe wakati wakitembeza gari. Tunaomba waongozi watusaidie kumaliza ile jambo. Habari tu za kijamii. Bukavu, wanasaikolojia wanahimiza idadi ya watu kuimarisha mshikamano wa jamii, kuepuka kuwanyanyasa watu wenye matatizo ya afya ya akili na daima kuzungumza kuhusu matatizo yao na mpendwa, kiongozi wa kidini au mtaalamu wa afya. Hii ni mapambano na matokeo ya kiwewe. Mapendekezo yalitolewa kufuatia mahojiano na waandishi wa habari. Ushauri huu unakuja katika kukabiliana na ongezeko la visa vya kujitoa muhanga ama kujiua katika jiji la Bukavu. Kulingana na wanasaikolojia hawa, wanaamini mambo kadhaa yanaweza kuwa chanzo cha hiki, ikiwa ni pamoja na mkazo wa kiuchumi na umaskini, kiwewe kinachohusiana na migogoro na ukosefu wa usalama, huzuni na matatizo ya akili, kutengwa na jamii, ukosefu wa usaidizi wa familia au jamii, na matumizi ya pombe au madawa ya kulevya. Hii huongeza tabia hatarishi ambazo zinaweza kuathiri sio tu mwathirika bali pia familia zao na jamii nzima, anasema Solei Salumu. Mwanasaikolojia wa kimatibabu Serge Ombeni anaunga mkono maoni haya. Anawahimiza watu wa Bukavu kuwa na mtazamo wa kutobagua, kutohukumu, kulinda na kuhurumia mtu yeyote anayeonyesha mawazo ya kujiua. Kunyongwa kadhaa kumeripotiwa mjini Bukavu, ambapo wiki 2 haipiti bila kisa kingine kama hicho kurekodiwa. Kisa cha hivi punde zaidi ni cha kijana
mmiliki wa baa aliyepatikana amefariki Ijumaa hii katika eneo lake la kazi katika nafasi panapoitwa Mosala, tukiwa manispaa ya Kadutu. Kwa maana hiyo, umuhimu wa kuongeza uelewa wa umma kuhusu kuzuia visa vya kujiua kunahitajika. Habari tu za kijamii. Mashirika ya kiraia jimboni Kivu ya Kusini yamelaani kifo cha mfanyakazi wa UNICEF huko Goma na kutoa wito kwa pande zinazozozana kuthamini ulinzi wa raia na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatano Bukavu, kiongozi wa ofisi ya uratibu wa mashirika ya kiraia Samija Takibula alionya juu ya kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo. Alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhusika zaidi katika kukomesha ghasia hizo. Akihutubia pande zinazozozana, Samija Takibula aliwataka kuheshimu kikamilifu usitishaji mapigano uliokubaliwa wakati wa mazungumzo ya amani. Alisema, ndio maana sisi sasa vile shirika la raia tunakumbusha wakubwa viongozi kwa kila ngazi kwa kuwakumbusha kama haki ya binadamu inakatala hiyo mambo kadhaa ya kuweza kutupa mabomo kwenye raia. Sisi ni raia na hiyo mabomo sisi hatuko wachukua silaha. Hiyo mabomu inakuwa inafaa maafa mingi sana kwenye hiyo mafasi tunataya. Na sasa hata sisi kwenye mji wa Bukavu na mahali pengine tunakuwa kwenye woga kwa hiyo mabomu inaweza ikatusumbue siku ijao. Ndio maana shirika la raia inalilia sana, inahalika wakubwa viongozi sawa vile wa AFC M23 na gouvernement wenye wakuwa kigombana kila leo watimize hiyo haki ya kusema wakataze kupigana kwenye watumishi wanakuwa kiishi kwenye population na kwa kiishi. Ule walisema cessez le feu. Tunapendelea sana waendelee kuikamilisha kisina stahili. Tuendelea pia kusema maede humanitaire ya binadamu endelee kufika mahali na pahali ili endelee kusaidia watu wenye wanakuwa kiteseka na unyonge, vilema, watoto hata vile wa mama. Na tulisema pia hiyo mazungumzo wanaita dialogue waendelee kuisisimiza ili hiyo madialogue ifanyike kwa haraka. Afya. Mlipuko wa suluba unasababisha wasiwasi mkubwa katika eneo la afya la Kimbi Lulenge lililoko katika sekta ya Nganja, eneo la Fizi, Kivu Kusini. Habari hii inathibitishwa na mashirika ya kijamii katika mahojiano na wenzetu wa Radio Kapi mnamo Ijumaa Machi 13, 2026. Kulingana na Kashindi Daudi ya Sumani, presidenti wa jumuiya ya kiraia ya Wakongo Tosiko RDC katika sekta ya Nganja, visa zaidi 200 tayari vimerekodiwa katika vijiji kadhaa katika eneo hili vikiathiri zaidi watoto. Anasikitishwa na hali ya kiafya inayotisha haswa katika muhimili wa Kimbi Balala Nyange, ambapo ukosefu wa chanjo unaweka idadi ya watu katika hatari kubwa ya kupoteza maisha. Mamlaka ya afya ya eneo hilo yanaripoti ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi katika siku za hivi karibuni. Watoto kadhaa wameripotiwa kupata aina kali za ugonjwa huo na baadhi wamekufa kutokana na ukosefu wa chanjo katika vituo na kliniki mbalimbali za afya na pia katika baadhi ya kliniki za kibinafsi katika eneo hilo. Takwimu za awali zinaonyesha takribani vifo vya watoto 20 katika mji wa madini wa Misisi. Kulingana na vyanzo hivi vya ndani, ikiwa inakabiliwa na hali hii ya kutisha, Sosiko RDC inahimiza serikali ya mkoa, wizara ya afya na shirika la kibinadamu la madaktari wasio na mipaka MSF kuingilia kati haraka ili kuandaa kampeni ya chanjo ya dharura katika eneo hilo. Kwa kifupi, Sosiko RDC inawahimiza wakazi kuwapeleka watoto wao katika vituo vya afya vya matibabu ya haraka na kuepuka kutumia tiba za kitamaduni ambazo zinaweza kuchelewesha upatikanaji wa huduma ya matibabu. Habari za mazingira.
Tubainishe kwamba suala la kuzorota kwa mazingira katika jiji la Bukavu lilikuwa mada ya kongamano la mjadala uliofanyika Alhamisi Machi 12, 2026 katika shule ya upili ya Lisewima. Tukio hili lilikuwa sehemu ya kampeni ya Mwezi wa Kijani, mpango wa ushirikiano wa Uswisi unaolenga kuhimiza idadi ya watu kuwa na tabia rafiki kwa mazingira. Mkutano huu ulioanzishwa na Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Bukavu uliwaleta wanafunzi pamoja kuzungumza mada uharibifu wa ubora wa mazingira wa Bukavu, tunaweza kufanya nini? Lengo lilikuwa ni kuongeza uelewa kwa vijana kuhusu changamoto za kiikolojia zinazolikabili jiji na nafasi yao katika kufuata ufumbuzi. Akizungumza katika hafla hii, Padri Fabrice Mukata aliyemwakilisha mratibu wa shule zinazojiunga na Kanisa Katoliki alifuatilia maelezo ya kihistoria ya jiji hilo huku akizungumzia mambo ambayo yamechangia hatua kwa hatua kuzorota kwa mazingira yake. Pia amesisitiza ahadi inayoendelea ya Kanisa Katoliki katika kulinda na kuhifadhi uumbaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa ushirikiano wa Uswisi nchini DRC, Bwana Thomas Janat, aliwasilisha malengo ya kampeni ya Mwezi wa Kijani kwa wanafunzi hao. Aliagiza haswa hatari mbaya za taka kwenye ziwa na hatari zake kwa afya na maisha ya kila siku ya wakazi. Miongoni mwa masuluhisho yaliyopendekezwa, amesisitiza umuhimu wa kupanga taka kwenye chanzo, hatua rahisi lakini muhimu katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Makamu mkuu wa masuala ya kitaaluma katika Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Bukavu, Heri Kazi, aliwataka wanafunzi hao kuwa mawakala wa mabadiliko. Alisema kuwa wanawake vijana wanaweza kuchukua jukumu muhimu kwa kuchukua mitazamo ya kuwajibika na kuwatia moyo wale walio karibu au kulinda mazingira. Katika wasilisho lake la kisayansi, Profesa Fabrice Muvunja Amisi alitoa uchanganuzi wa usaidizi wa kijiografia wa Bukavu. Profesa Fabrice alieleza kuwa ukuaji wa kasi wa idadi ya watu ni mojawapo ya sababu kuu zinazoweka shinikizo kwa mazingira ya miji. Pia alizungumzia matatizo kadhaa yanayo kumba jiji la Bukavu, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa mazingira, aina mbalimbali za uchafuzi wa mazingira, mmomonyoko wa ardhi, maporomoko ya udongo, mafuriko ya maji, mikasa ya moto, ukuaji wa miji usio na udhibiti. Mwalimu aliwataka wanafunzi kufuata mazoea ya kuwajibika, haswa kwa kuepuka kutupa taka kiolela. Kwa upande wake, Profesa Bashagaluke Bigabwa Janvier alizungumzia zana ya uchunguzi na uchumi duara, jinsi inayotumika katika usimamizi wa taka hapa Bukavu. Alieleza kuwa taka zinaweza kurejeshwa na kutumika tena kama njia mbalimbali, zikiwemo za kuzuia, kuzitumia tena na kuzibadilisha kulingana na viwango vya hatari yake. Mwishoni mwa mkutano huo, ushirikiano wa Uswisi uliwasilisha makopo ama dasibini 36 ya kuwekea taka ndani kwa shule la Lisewima. Mpango huu unalenga kuhimiza usimamizi bora wa taka madarasani. Tutamatisha na habari za michezo. Huko Goma, Kivu Kaskazini, kuwa mwanamke na kuishi na ulemavu haimaanishi kukata tamaa. Siku ya Alhamisi Machi 12 katika uwanja wa Olimpiki wa walemavu, wakati wa mwezi wa haki za wanawake, chama cha watu wenye ulemavu wa kimwili cha Tuungane kilituma ujumbe mzito kwa jamii kupitia mechi ya mpira wa vikapu ya viti vya gurudumu. Hatma haina nafasi katika maisha yao. Wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya mechi ya mpira wa vikapu ya viti vya magurudumu, wanawake na wanaume hawa walishutumu kutengwa kwa jamii ambako kunazuia maendeleo yao na kudai ufikiaji sawa wa fursa. Kupitia taarifa ya utetezi, wamezitaka mamlaka na jamii kuhakikisha haki ya kweli inatendeka kwa watu wanaoishi na ulemavu. Kwenye mahakama, dhana ya ushiriki wa jinsia mchanganyiko ilichukua maana yake kamili.
kwa Aline Kaambu ambaye alipoteza mguu miaka 3 iliyopita. Kucheza na wanaume ni zaidi ya shughuli ya kimichezo, ni uthibitisho wa uhuru na usawa. Tunapocheza na wanaume inaonyesha usawa. Nilijisikia huru kweli nikicheza bila woga, nilijisikia raha, alisema kwenye Radio Okapi. Njia ya kujumuisha umekuwa ndefu na imejaa vizuizi. Shukrani kwa msaada wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR, Aline aliweza kupokea kiungo bandia na kupata tena kujiamini kwake. Leo anaangalia siku zijazo kwa matumaini. Kuwa mlemavu sio kikwazo, kwa sababu kuwa mlemavu haimaanishi kuwa hupaswi kufanya chochote, inamaanisha unapaswa kujiendeleza. Zaidi ya michezo, wanawake hawa hutuma ujumbe wazi, ujuzi wao na kujitolea vinastahili kutambuliwa. Wametoa wito kwa jamii kuondokana na chuki na kuthamini uwezo wa watu walioishi na ulemavu kwa jamii yenye umoja wa kweli. La ziada hatuna. Matamatisho ya dira za Machi 13, 2026 ni hapa. Hatuna la kusema zaidi ya asante kuwa nasi katika matangazo haya. Mungu atubariki sote. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.